Habari, karibu tena katika channel yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitaongelea vyakula ambavyo ukivitumia basi vinaenda kujenga tumbo lako. Wengi tumekuwa na changamoto za kiafya, tumekuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, tumekuwa na changamoto ya acid reflux. Hizi ni changamoto ambazo zinapelekea kufanya matumbo yetu yawe na afya mbaya. Ndio maana mara nyingi umekuta tukisumbuliwa na gesi, usumbulia viungulia, kutopata choo kinakuwa ni chepesi, pengine kinakuwa kama tope au kinakuwa kama lami, pengine tumekuwa tukitoa harufu mbaya mdomoni, unakuta pengine mara zote unakula lakini pia haushibi, pengine kila ukila unahisi njaa mara kwa mara. Hizi ni dalili kwamba tumbo lako haliko sawa, tumbo lako lina changamoto za kiafya, kwa hiyo unatakiwa kupata tiba moja kwa moja. Sasa hapa nitaelezea ni vyakula gani ambavyo ukivitumia vitakusaidia kuweza kulinda tumbo lako au kujenga tumbo lako upya. Chakula namba moja ni uji wa ulezi, mtama au shayiri, ambayo inasaidia moja kwa moja kulainisha ukuta wa tumbo lako na kupunguza uchungu wa asidi. Tumekuwa tukiwaambieni mara kwa mara, una changamoto ya asidi, una changamoto ya vidonda vya tumbo, basi tumia uji kati ya uji wa mtama, uji wa shayiri, uji wa ulezi, utakusaidia kufanya tumbo lako liweze kuwa laini. Ndio maana mara nyingi watu wenye asidi wakitumia uji mara nyingi wanajisikia vizuri. Kwa hiyo kama unahisi tumbo lako haliko sawa, basi uji ni namba moja unatakiwa kutumia. Ndio maana hata mimi usiku huwa sina chakula cha usiku, huwa nikinywa uji ninakuwa nimemaliza kabisa, kwa sababu inafanya tumbo langu liweze kuwa laini. Lakini namba mbili tunasema ndizi mbivu au ndizi za kupika. Ndizi mbivu au ndizi za kupika, hizi zote huwa zinajenga tumbo lako na kulinda dhidi ya vidonda. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba asubuhi unapoamka hakikisha unakunywa maji ya uvuguvugu. Yale maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali. Baada ya hapo kuwa na tunda mojawapo kati ya matunda yafuatayo. Tunda mojawapo ni kuwa na ndizi mbivu au mchemsho. Ndizi zilizopikwa kwa mchemsho bila kuongeza kitu chochote. Unaweza kuwa umeongeza samaki au nyama, ila uchemshe tu. Hizi zitakusaidia kuweza kujenga tumbo lako mapema. Kwa hiyo kama bado unateseka, ni aina nyingine ya chakula ambacho kitajenga tumbo lako ili kiweze kukupa uafadhali kutokomeza changamoto ya vidonda vya tumbo au acid reflux na kujenga tumbo lako upya, tumbo lenye afya. Tumbo lenye afya ni lile ambayo unapata choo vizuri, hauna kiungulia, hauna gesi na hauna changamoto nyinginezo. Lakini pia tuna asali, asali ya asili, ambayo mara nyingi hii ni antioxidant ambayo huwa inaenda kuondoa bakteria wabaya tumboni. Kwa wale ambao wana changamoto ya bakteria wabaya tumboni, tumia asali, ni nzuri. Na pengine hii hapa huwa inaimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Tunategemea mfumo wa usagaji wa chakula uweze kufanya kazi vizuri na mfumo wa usagaji wa chakula uweze kukuimarisha. Mara nyingi tunaongelea huo ndio mfumo mama, ambao una produce energy kwetu sisi. Kwa hiyo asali asili ni nzuri sana, itakusaidia kujenga tumbo lako upya. Una vidonda vya tumbo na acid reflux, tumia, itakusaidia. Lakini pia maziwa mgando au mtindi wa asili, ambayo tunasema ni probiotic, ambayo mara nyingi hii inatengeneza uwiano mzuri kati ya bakteria wabaya na bakteria wazuri tumboni. Na maana hii hapa inafanya bakteria wazuri waweze kusurvive. Ni chakula cha bakteria wazuri waendelee kuwepo, kwa sababu bakteria wabaya kama H. pylori wanaosababisha vidonda vya tumbo ndao mara nyingi wanatesa matumbo yetu, wanafanya matumbo yetu yasiwe imara, wanafanya matumbo yetu yasiwe ya afya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunakosa vitu vya kuweza kutengeneza uwiano sawa wa bakteria wazuri wakawa wengi wa kuweza kushambuliana na bakteria wabaya kuweza kuondoka. Kwa hiyo maziwa ya mgando, mtindi ni mzuri, tumia zaidi mtindi, na mtindi ni mzuri zaidi kuliko hata maziwa fresh. Lakini pia mboga za majani, spinach, mchicha, kisamvu huwa inaondoa sumu mwilini na kurejesha balance ya asidi. Kuna mboga hapo sukuma wiki. Sukuma wiki ni mboga ambayo tumekuwa wengi tukichukulia poa, lakini ni moja ya mboga muhimu sana ambayo ukizitumia zitakusaidia kukuondolea changamoto hizi ambazo zimekuwa zikitesa, changamoto ya asidi, changamoto ya vidonda vya tumbo, kuhisi gesi, kiungulia. Basi tumia mboga
za majani. Lakini pia papai na tikiti maji, hii ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula na huwa inapunguza moja kwa moja gesi tumboni. Ni rahisi sana kutumia. Ndio maana tulikuwa tukiambia kwamba ukihisi gesi tumboni, basi tumia tunda mojawapo kati ya haya matunda ambayo tumeweza kuyataja, papai na tikiti maji. Tikiti maji linaongeza maji tumboni. Ndio maana pia tumekuwa tukiwaambieni kwamba hakikisha unatumia papai au tikiti maji, kwa sababu papai pia linarahisisha mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Na wale wengine ambao wenzangu na mimi hatupati choo kabisa, tumia tikiti maji, litakusaidia kupata maji. Lakini pia kingine pia ni hichi hapa, mimi sitakielezea. Hichi hapa maji. Lengo sio kampuni ya Jambo, lengo ni kiongelea maji. Kwa nini maji? Kwa sababu tunasema asilimia karibia 75 ya mwili wa binadamu unahitaji maji, na pengine tunapata choo kigumu, pengine tunakuwa na gesi nyingi sana, tunakuwa na viungulia kwa sababu hatunywi maji ya kutosha. Maji yanahitajika mwilini zaidi, kwa sababu kila kitu inabidi kinagusa maji. Ndio maana tumekuwa tukishauri hakikisha tunakunywa maji mara kwa mara. Sasa wenzangu na mimi tumekuwa tukikinywa maji pale tu tunaposhauriwa na daktari. Lakini tofauti na hapo, ndugu yangu, maji sio vitu vyetu kabisa. Sasa kama wewe ni mmoja wao, ndugu yangu, hiyo tabia acha. Hiyo tabia ikimbie, itakutesa. Maji ni muhimu. At least kunywa maji kulingana na kilo zako ulizo nazo. Nimeshaelezea namna ya kufahamu maji kiasi gani unachotakiwa kunywa, kwa sababu pia kuna makosa ambayo mara nyingi yamekuwa yakifanywa kipindi tunakunywa maji. Hayo ni makosa makubwa sana ambayo yanagharimu afya zetu. Lakini pia cha mwisho tunasema ni viazi vilivyochemshwa, hasa viazi vitamu. Hivi huwa vinaondoa uchungu wa asili na kurekebisha kuta za tumbo. Kwa nini? Kwa sababu ni vyakula vyenye fiber, ni vyakula vyenye nyuzi ambavyo tunavihitaji zaidi katika kurainisha choo moja kwa moja. Kwa hiyo ukitumia vyakula hivi, basi utazidi kujenga tumbo lako na kuweza kuondokana na changamoto za kiafya. Lakini pia kuna vyakula vya kuepuka. Uepuke vyakula vipi? Hivi ndio vyakula vinavyoharibu tumbo lako. Cha kwanza kuna soda, kuna kahawa nyingi sana, lakini pia kuna pilipili, chipsi, mnaokula vyakula vyenye mafuta, pombe na vyakula vya kukaangwa, vyote huwa vinaharibu kuta zako za tumbo. Na maana tulikuwa tukishauri kwamba achaneni na hivyo vyakula. Lakini nikumbushe, kama unateseka na vidonda vya tumbo, hakikisha unapata tiba ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Na kama unateseka na acid reflux, umepima kabisa, wamekwambia ndugu yangu unateseka na acid reflux, basi wasiliana na Dr. Jimmy leo ili uweze kupata msaada wa kiafya. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu aupate kukubariki.